uchungu sana, hata tendo la ndoa haliendi. Nasema na wanawake, nasema na mabinti, na wengi tuko kwenye ndoa. Mfano, wewe fikiri kuanzia asubuhi unalia tu, umebeba lawama, yani huyu baba na akija leo hata chakula sipiki, hata nikipika sili naye. Wewe ulizoea kula chakula na mume wako, leo unajitenga naye eti kisa ameniumiza. Kadiri unavyoweka uchungu, unatengeneza gepu kati yako na mwenzako. Unapotaka sasa lile gepu lizibwe, kuna matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kumfuatilia mwanamke aliyembeba bendera mume wake, kila kona anamsema, kila mahali anaenda kumtangaza, yani mume wangu ni mlevi, mume wangu ni mzinzi. Kwani unafikiri unaenda kumwambia anakusaidia nini? Unampelekea maneno ya kusema, unampelekea taarifa, unampa habari za kutangaza. Nyamaza, tulia, mwambie baba, neema yako yanitosha, pamoja na utasa nilionao, pamoja na mazingira ninayopitia, bado neema yako yanitosha. Sioni na kunisogeza hatua, kwa sababu wewe upo. Haleluya. Hebu niambie, kanisa lingekuwa namna hiyo tungefika wapi? Niambie wamama, tungekuwa namna hiyo tungefika wapi? Hawa wazee walivumilia, ni wazee kweli, tunaambiwa walikuwa watakatifu, walikuwa wanyenyekevu, amri za Mungu walizifanya sawa sawa. Hawakuwa na mtoto ndio, lakini Elizabeti alikuwa tasa. Walikata tamaa ya kuwa na mtoto kabisa kwenye maisha yao, lakini saa neema ilipofika, neema ilipofika ilibadilisha uzee wa wale watu. Mimi nataka nikuambie, Biblia inawezekana tu imetuficha. Ilipomkuta Zakaria kule madhabahuni, hakusema tu kwamba nitajuaje neno hilo. Yawezekana alimwambia, na uzee huu hivi nitaweza kweli tena? Hivi nitapata furaha tena? Maana ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo, Sara alimwambia mume wake, au wale malaika waliosema, kwa uzee nilionao, hivi nitapata furaha tena na bwana wangu mkongwe? Bwana asifiwe. Hebu piga picha kwanza, eti mzee wa miaka 100. Hebu mwangalie jirani yako, afu mtafakari jambo kidogo. Mzee wa miaka 100. Wababa walioko hapa watakuwa mashahidi. Mzee wa miaka 100. Hivi hata habari zile tena hashasahau. Mungu wa ajabu. Neema ya Mungu ya ajabu. Saa Mungu akitaka haiangalii kwamba wewe umekufa kabisa katika hilo eneo, anakuinua tena. Yaani mimi huwa nikisomaga hapa napata shida kwanza. Sasa huyu bibi kikongwe, yani ambaye ameshakoma, haeleweki tena, halafu tunaambiwa na mume wake naye mkongwe. Yani huyu baba alikuwa amebaki kwamba kwa sababu ni kuhani, acha niendelee na ukuhani wangu. Anachechemea, na walimwamini kwa sababu alikuwa ni mnyenyekevu, alikuwa ni mtakatifu. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ya mwili alikuwa amezeeka, lakini katika utumishi alikuwa sawa sawa. Na neema ilipita hapo hapo kwamba kama na uzee wako hujaniacha, kama na changamoto ulionayo hujathubutu kuniacha, lazima nitabadilisha maisha yako, lazima nitakutoa mahali ulipo nikupeleke mimi nataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawa watu, hii familia ya kwanza, Mungu aliwapatia bila wao kutarajia. Hawakuwa na imani tena juu ya jambo hilo. Waliomba muda mrefu, inawezekana wakiwa vijana, kwamba Mungu, naomba tupatie na sisi mtoto. Mbona tumekaa kwenye utakatifu? Mbona tumekaa hapa tunakuheshimu? Waliomba sana. Ndio maana malaika alipoenda akamwambia, sikia Zakaria, dua yako imesikiwa na Bwana. Hivi nataka kuniambia haya maombi ya Zakaria aliyaomba akiwa mzee, kwamba baba mimi ni mzee, nipe tu mtoto? Kwa sababu angeyaomba katika hali ya uzee, asingekuwa na jambo la kumuuliza malaika kwamba itakuwaje. Na yeye alishangaa,
utukufu wake, na mwaka huu anajitwalia utukufu wa mtu mmoja. Pale alikosema haiwezekani kabisa, ndiko Mungu anapoanzia. Haleluya! Neema ya Mungu inapojifunua mahali, inataka kudhihirisha utukufu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo neema inapokuja kwako, jua kabisa hakuna linaloshindikana, haijalishi umri. Mwingine anasema hivi, umri kweli mimi nitaolewa? Lazima uolewe. Kikubwa usikate tamaa, na kikubwa kingine usimlazimishe Mungu. Maana katika kumlazimisha Mungu, mabinti wengi wameingia mahali ambapo siko. Mungu na mimi unione, rafiki zangu wote wameolewa. Sasa anafika mahali binti hatafutwi tena, yeye anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Nani alikwambia binti utafute mchumba? Imeandikwa wapi binti akatoka akaenda kutafuta mchumba? Binti unatafutwa. Usitoke kwenye kusudi, tulia mahali ulipo, Mungu atakuletea wa kwako. Haleluya. Na ndio hapo sasa watoto wengi wa kike, na maumivu, nimeumizwa. Sasa umeumizwa hata kwenye ndoa hujaingia. Sasa ukija kuingia umechoka mbaya. Ukiingia kwenye ndoa unaishi maisha ya kujihami. Inawezekana huyu nikikaa ovyo ndo nitaachwa. Kwa hiyo ingia, kaa miguu miwili, unakaa mmoja nyuma, yaani uko rende wakati wote. Ikitokea naondoka, ikitokea mambo sawa narudi na kaa sawa. Kwa Mungu hatunaga mambo mawili. Biblia inasema mtu wa nia mbili, wa kusitasita katika mambo yake, Mungu apendezwe naye, katulia. Haleluya. Mimi nachoka kweli, kwa sababu binti anakwambia yani mama, yani yule kaka nikimwangalia naona ana dalili zote kabisa yani za kuniambia, lakini tu anitamki. Umejuaje ana dalili zote? Bwana asifiwe. Umejuaje? Unajua kuna vijana wengine wana upendo tu, ile kwamba amekuletea zawadi sio kwamba ana jambo na wewe. Ile kwamba amekupiga kibeki namna hii sio kwamba ndo amekufa na wewe. Ile kwamba amekukumbatia sio kwamba amekufa na wewe. Sasa unakuta binti anahangaika, yani ananikumbatiaga, yani aliniletea. Ni upendo tu. Tulia, kuwa imara. Bwana asifiwe. Kuwa imara, usihangaishwe. Sasa imekuwa akimwona kijana kamtazama jicho, basi yeye ndo kajilegeza. Yani kaka fulani unajua, akatengeneza na mazingira mwanamke ili aambiwe nimekupenda. Kwa nini utengeneze mazingira binti? Tulia, mazingira yanatengenezwa na Mungu mwenyewe. Mungu akubariki mwanangu uliyepiga makofi. Tulia, mazingira Mungu anakutengenezea. Hawa wanaume wanatokaga hapo wanapeana taarifa. Umemwona Juliana? Yule mbona ni maji mara moja tu, maharage maji mara moja tu. Kwa hiyo anakuja anachemsha maharage, yakishachemka akaona utamu wake, anaenda kumwambia na mwingine, hebu gonga. Akishagonga nenda pale maji mara moja, anakwenda. Akiondoka anaenda anamwambia, unamtaka yule binti mrembo, wewe nenda tu, hanaga shida. Anaenda anagonga. Matokeo yake unakuta dada amejaza wanaume 10 hapa. Huyu aliniumiza, yani alinichiti. Anakuchiti hata kuolewa hujaolewa. Halo. Hani tuna kazi kweli hiki kipindi na wadada. Wadada anatuma message kwa kijana, unajua ninakupenda sana, unajua silali. Msichana unatakiwa kupendwa, sio kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Subiri upendwe. Subiri upendwe. Yani nampenda. Unakuta binti halali anampiga mpaka na picha, anakuwa nayo. Hebu ona na ndevu zake. Yani kijana anasubiri tu atamke. Wewe subiri, aliye wa kwako kwanza hajulikanaji. Tatizo mabinti tunataka mchumba unayemtaka. Kijana anakuja amenyoa
mmoja ananiambia pressure cooker. Wewe sio pressure cooker bwana. Maharage ya pressure cooker yanaeleweka na maharage ya kwenye mkaa yanaeleweka. Ongeza mkaa, ongeza maji, yani mpaka uone uthamani wako. Uthamani wa maharage ya kwenye pressure cooker tofauti na ya mkaa bwana. Yale ni mara moja tu yameiva. Kwanza hayakuumizi kichwa. Yana vipimo vyake, si ndio? Sisi zamani kijana anakutafuta, anatembea mpaka kiatu kinaenda namna hii. Unajiridhisha. Lakini sasa hivi leo, dada, unajua ninakupenda, nataka nikuoe. Hata hujajua kama ni kweli au si. Haya, nimekubali. Haya, umeshakubali, ndio. Basi pimaneni. Nikichelewa kuna wengine watamuwai.